Ndugu wa Tanzania, pamekuwepo na mikakati mingi katika hili taifa. Hili swala linaloendelea ndani ya Chadema halitokani na wanachadema halisi. Limeasisiwa na watu ambao wana uchu wa madaraka. Lilianza kwenye taasisi za kidini. Mlimuona Father Kitime alivyokuwa anashambuliwa. Mliona Wakatoliki feki walivyojitokeza. Mliona pia walivyotumia propaganda ya rais kwa sababu ni Muislamu kwamba Wakristo wanampinga. Hiyo yote mikakati ilifeli. Wakaja na mkakati sasa huu wa kumchafua kiongozi mkubwa aliyoko nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki viongozi wa Chadema wameendelea kusimama kidete kutetea haki za wananchi na kusisitiza uwajibikaji kwa dola. Miongoni mwa viongozi hao waliosimama kidete, kwa sababu mwenyekiti wetu taifa yuko ndani, makamu mwenyekiti taifa amekuwa ni sehemu ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wamesimama kidete kuhakikisha wanaongea hadharani kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa kwa kuficha ukweli au kupuuza haki za waathirika, ukiukwaji wa haki za binadamu. Ndugu wa Tanzania, tumeamua leo kuongea na vyombo vya habari ili kuweka bayana. Hichi kinachoendelea ni mazingaombwe tu. Ni mkakati ambao umefanywa na vikaragosi. Kuna chama kikaragosi kilichochongwa na serikali hii haramu kuwatumia ndugu zao wa zamani ili waweze kupotosha. Na kama alivyoongea Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama Taifa kwamba lengo lao la hii mikakati ni kutugawanya na kututoa kwenye reli. Kama mnavyojua waheshimiwa wa Tanzania, chama chetu kina operesheni ya katiba mpya na Free Tundu Lissu. Mkakati wa katiba mpya haujawahi kuwa ni mrahisi. Kama mnakumbuka waandishi wa habari, katibu wetu mkuu alisema mwaka 2021 tulivyoanza operation ya katiba mpya, aliyekuwa mwenyekiti wetu taifa aliwekwa ndani. Kuna watu wengi walibambikiziwa kesi wakawekwa ndani kwamba ni wachochezi, na Mheshimiwa Freeman Mbowe akaitwa ni gaidi. Ni kwa sababu ya katiba mpya. Kwa hiyo swala hili la operesheni hii iliyofanyika miezi hii ambayo tunayo limeleta taharuki ndani ya utawala ulioko madarakani, kwa kuona Watanzania walivyoamua kushikamana na sisi katika kupigania katiba mpya. Wakaona waje sasa wakitume kikaragosi na watu wake waje waanze kututawanya. Kwa hiyo lengo la sisi kuongea na Watanzania ni kutaka kuwaweka sawa kwamba hii ni biashara as usual inaendelea, na ipuzieni Watanzania pamoja na wanachadema na wapenzi wa Chadema. Mheshimiwa Heche ameweka bayana msimamo huo wa chama kwamba serikali inapaswa kuwajibika kuhusu matukio ya mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu, hasa mauaji yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Kwa mtazamo wa Chadema kanda ya kati, msimamo huu wa kutetea haki, demokrasia na uwajibikaji ndio umeibua juhudi za baadhi ya watu na makundi yenye maslahi ya kisiasa kujaribu kupunguza uhalali wa viongozi wa chama kwa kuwachafua kwa tuhuma mbalimbali na kuwagawa wanachama ili kudhoofisha nguvu ya Chadema. Watanzania wa leo sio wale Watanzania wa karne iliyopita au wa miongo iliyopita. Watanzania wa leo wanajua kuchambua. Kama nilivyosema awali, ipo miradi mingi ambayo imetaka kututenganisha kama Watanzania. Na sisi viongozi wa kanda ya kati Chadema tunasikitika kuona
Kuna maneno ambayo yanaongewa na watawala kwamba wanahitaji amani. Kuna maneno yanayoongelewa kwamba wanahitaji umoja wa kitaifa. Hatuwezi kuwa na umoja wa kitaifa uliojaa chuki na maumivu kwa watu wengine. Kwa hiyo hiki kinachoendelea dhidi ya Chadema, kwa kuchafua viongozi wa Chadema, kwa kutugonganisha, bado niwahakikishie wananchi mwishio kanda ya kati kwamba ni zoezi ambalo haliendi kufanikiwa, kwa sababu tumeshabaini mikakati. Ndugu waandishi wa habari, Chadema kanda ya kati ina taarifa na ushahidi wa awali unaojumuisha vielelezo vya picha iliyotumwa kutoka kwa hawa wanachama wa chama cha kikaragosi kwenda kwa wanachadema. Wako wanachadema wengi ambao wamepokea fedha, na ushahidi huo tutauweka hadharani, lakini kwa sasa tumeweza kwenda kukabidhi vielelezo kwa mwanasheria mkuu wa chama ili waweze kupitia kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Kwa maana hiyo, ushahidi tunao mezani wa mawasiliano, kwa maana ya namba zinazotumika kuwapigia Watanzania, hususan viongozi wa majimbo ya ndani ya kanda hii, hasa mkoa wa Morogoro. Wengine wamepokea fedha na hawajaitika wito. Na kinachosikitisha, waandishi wa habari, hili naomba mliweke bayana, hawa watu hawaongelei kwao. Hawa watu wanatumiwa nauli, wanaenda kuwekwa kwenye store huko Dar es Salaam. Wote wanarekodiwa kwenye eneo moja. Kwa hiyo ushahidi huo tumeupata baada ya kuwa kuna ambao wengi tu waliogoma kuitika kwenda huko, lakini walipewa location kwamba ukifika Dar es Salaam utapokelewa na utapelekwa mahali fulani. Na ushahidi mwingine mmeuona kwenye vyombo vya habari, ambaye tumemsimamisha juzi, katibu wa chama mkoa wa Morogoro, alipoongelea ni sambamba na alipoongelea na mwenyekiti wa wilaya ya Kilindi. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba huu ni mradi ambao mdhamini wake ni hao watawala haramu. Wanaamua kudhoofisha chama ambacho kinapigania haki za Watanzania, chama ambacho kimesimama na Watanzania kuhakikisha changamoto ambazo zinawaandama Watanzania zinatatuliwa, ikiwemo na uhuru wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa bahati mbaya, kanda ya kati imeathirika na mwenendo huu. Kufikia sasa tuna viongozi wawili wa chama wamehusishwa na vitendo vinavyokiuka katiba. Kuna waandishi wa habari wengi mmenipigia simu, kwa sababu kanda yangu imekuwa ni sehemu ya kanda ambayo imeathirika, kwamba kwa nini mnachukua hatua, hususan pale hatua tuliyomchukulia katibu wa mkoa, kwamba kwa nini mmechukua hatua kwamba jieleze, chama chenu si mnajinasibu kwamba ni cha demokrasia. Ninawaambeni, niwaambie Watanzania, hakuna taasisi inayoendeshwa bila kuwa na katiba. Taasisi yoyote, hata vikundi vya vikoba vinayo katiba. Chadema ina katiba hii hapa ambayo ni mwongozo wa shughuli zote, nidhamu na kila kitu. Chama chetu hakizuii mtu kutoa maoni. Naomba niwawekee bayana hii kitu. Chama chetu hakiwekei kinga kiongozi wa ngazi yoyote kwamba akikosea atetewe. Hapana. Hata sisi kanda ya kati tuko hapa si kwa sababu ya kutetea kile kinachoendelea, bali mimi kama mtendaji mkuu wa chama kanda ya kati ninakuja kuwaasa viongozi wenzangu, kama kuna jambo, niwakumbushe tu kwenye hii katiba, kwenye kipengele cha kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema kinasema hivi, kuna kipengele kinasema hivi: kama kuna tuhuma zozote zilizopo kwa kiongozi, tunaruhusiwa kutoa maoni yetu au kuongea masuala ya tuhuma kwenye vikao vya ndani, sio kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa wale walioniuliza kwamba kwa nini mmempa barua ya kujieleza na kusimamishwa kwa kiongozi wa chama mkoa wa Morogoro, ni kwa sababu alikiuka
katiba yetu. Katiba yetu inakataa kuongea masuala ambayo ni ya ndani ukayapeleka nje hadi uwe unaidhini kama inapaswa kuongea nje. Lakini shutuma imekatazwa kwenye katiba kwamba kama una shutuma dhidi ya kiongozi haupaswi kwenda kuisema nje, bali kwenye vikao, na chama ndio kitakachochukua hatua kuweza kutoa adhabu dhidi ya huyo mtu. Lakini katiba hii ya Chadema inakataa kukichafua chama au kushutumu chama, kukisema vibaya hadharani au kiongozi, kwa sababu haujafuata ngazi za kusema ndani ya vikao. Kwa kiongozi wa ngazi yoyote akifanya kosa, unachukua maelezo au maandishi, unaambatanisha na vielelezo vya ushahidi, unapeleka ngazi husika. Wanachama au viongozi au wajumbe wa hicho kikao watamjadili huyo mtu. Itakapolazimika ataitwa, atajitetea. Ikionekana ana hatia, basi vitu vitabainika hadharani. Lakini kiongozi kama kiongozi au mwanachama kama mwanachama, katiba yetu imekataa kutoa shutuma hadharani. Sasa huu ni mtego ambao unatengenezwa kuendelea kutugawanya, ionekane kuna viongozi wanaoonewa. Mkakati uliopo kwa wenzetu waliogawanyika wakaenda kujiunga na chama kingine cha siasa ni kuhakikisha kuona Chadema haiko stable. Kwa hiyo swala hili linaloendelea ndani ya chama, ndani ya mitandao ya kijamii, ni mpango mkakati wa kutugawanya. Kwa hiyo tunaomba tusanuke, wanachama, wapenzi wa chama na Watanzania mnaotuunga mkono. Tunaomba msitoke kwenye leri. Shutuma yoyote ambayo imedhihirika kuwa hatia huwa inawekwa hadharani, na kama kungekuwa kuna kitu kama hicho, katibu mkuu alivyoongea na vyombo vya habari angeweka hadharani, kwa sababu hakuna mkubwa kuliko chama. Chama chetu ni kikubwa kuliko mtu yoyote. Kama sheria inavyosema, kama katiba nchi inavyosema, hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Hata sisi kwenye chama chetu hakuna mkubwa kuliko katiba yetu. Katika hali isiyo ya kawaida, viongozi hao wawili baada ya kuwa wamejitokeza, tumeweza kuchukua hatua za awali kwa kiongozi ambaye ni katibu wa mkoa wa Morogoro, lakini pia huyu mzee wetu, mzee Akwilini Magarambula, ambaye naye juzi ameonekana kwenye vyombo vya habari, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanda, ngazi yake ya nidhamu iko taifa. Mchakato wa kumchukulia hatua unaendelea. Hakuna mtu atakayevunja katiba tukakaa kimya. Hatutaruhusu watu wavunje katiba, na ndio maana tumekuja leo kuambia Watanzania, kama kuna dukuduku la aina yoyote dhidi ya viongozi wetu wa ngazi yoyote, tufate taratibu ambazo zimewekwa. Katiba ya Chadema inamtaka kila kiongozi na mwanachama kuheshimu maamuzi ya chama, kulinda siri za chama, kutunza umoja na mshikamano wa chama, kutumia mifumo ya ndani ya chama kushughulikia malalamiko au tuhuma zozote dhidi ya viongozi. Kitendo cha kukimbilia kwenye vyombo vya habari badala ya kutumia taratibu zilizowekwa na chama ni ukiukwaji wa misingi hiyo. Ndicho kilichopelekea hawa viongozi waanzishiwe mchakato wa kinidhamu. Mwanga Fashion anahusika na uuzaji wa jezi mbalimbali. Utapata jezi zote kali kuanzia za ndani mpaka jezi za Ulaya. Lakini kwa wale pia wapenzi wa T9 utapata kwa Mwanga Fashion pamoja na jezi za sport. Fika kwa Mwanga Fashion uweze kujipatia jezi zako kwa bei poa kabisa. Zinapatikana kwa jumla na reja. Mwanga Fashion anapatikana katika mji mdogo kabisa wa Katoro, soko la Kariakoo, mtaa wa Msikitini. Zaidi wasiana Mwanga Fashion kwa simu namba 0768852151.